katika kipindi cha miaka minne serikali imetekeleza miradi mbalimbali na inayoendelea. Nikichukua miradi ambayo imekamilika na inayoendelea kwa sasa, ina zaidi ya takribani trilioni 1.2 katika kipindi cha miaka minne. Trilioni 1.2. Miradi hii inahusisha miradi ya maji safi, vile vile na miradi ya usafi wa mazingira kwa maana ya uondoaji wa maji taka. Kati ya miradi hiyo, miradi ya maji safi ni takriban bilioni 800 na miradi inayohusiana na usafi wa mazingira ni karibu bilioni 400. Miradi hii ipo iliyokamilika na miradi mingine inaendelea na utekelezaji hiko kwenye hatua mbalimbali. Kati ya miradi hiyo niliyozungumza yenye karibu trilioni 1.2, miradi iliyokamilika ina takribani bilioni 345. 345 imekamilika na mingine iko kwenye hatua mbalimbali ya utekelezaji. Na kati ya miradi iliyokamilika, miradi ya bilioni 330 ni ya maji safi na miradi ya takribani bilioni karibu 15 ni miradi ya usafi wa mazingira. Kwa hiyo ukiweza kuangalia hapo utaona jitihada kubwa ambayo imefanyika kuweza kuhakikisha kwamba tunasonga mbele. Kwa hiyo sasa hivi tunapoendelea hii miradi ya karibu ya bilioni 850 ambayo nimeizungumza, 800 yenyewe inaendelea na utekelezaji na iko katika hatua mbalimbali. Na miradi hii imeweza kunufaisha yote kwa ujumla takriban watu 2,840,000, milioni 2.84 katika wakazi wa maeneo tunayohudumia. Kwa ufupi tu tunazungumza hiyo trilioni 1.2 imefanya mambo gani. Kwa mfano tunazungumza, niwaeleza eneo letu la huduma linakuja, kuna mradi wa Chalinze awamu ya 3. Kuna mradi mkubwa ambao ni Chalinze huku maeneo yote ya Chalinze, huu ambao umetekelezwa na umetekelezwa kwa gharama ya bilioni 94.5, umekamilika, na huu ulihusisha kabisa zaidi ya wakazi lakini wa maeneo yale kupata huduma ni maeneo ya Miono, Vigwaza, Lugoba, Ubena, Zomozi, Gwata, Mkata nimezungumza, Ngerengere, Manga, Mbwewe na maeneo ya Fukayosi. Hayo mradi umekamilika na unatoa huduma na tumejenga matenki. Ukienda ule ukanda utaona huduma ya maji inaendelea. Mradi mwingine uliokamilika ni mradi wa Mkulanga awamu ya kwanza, takriban bilioni 5.5 zimetumika na zaidi ya watu 26,000 wamenufaika katika maeneo ya Mkulanga yenyewe, Hoyoyo, Njia 4, Kiguza na Pangalanga. Maeneo hayo yote yamenufaika na mradi na ulikamilika 2021. Lakini tuna mradi mwingine wa Mlandizi Chalinze Mboga. Kitoka pale kukia unatoka Mlandizi unaenda hadi kuja Chalinze. Tumekamilisha pale mradi bilioni 19.8 umekamilika na huu umehudumia zaidi ya watu 125,000 katika maeneo ya viwanda vile. Ukiwa unapita pale barabarani yote yale sasa hivi yanapata maji, na lengo kubwa ilikuwa ni kusaidia viwanda vile vilivyoko kwenye mwambao pale. Ukitoka Mlandizi kuja huku hadi kufika Chalinze, tumepitisha bomba pale linakuja linaenda linakwenda hadi maeneo kule Mboga. Sasa kama unakuja huku barabara hii ya kuja huku mikoa ya kaskazini, kwa hiyo kuna vijiji vingi sana vimenufaika sana na mradi ule na umekamilika na wananchi wanapata huduma. Kuna mradi mwingine ulikuwa ni wa kuboresha huduma ya maji katika jiji la Dar es Salaam. Ulikuwa unaanzia chuo kikuu hadi kwenda maeneo ya Bagamoyo kuboresha upatikanaji wa maji. Sisi tulikuwa tunaita maarufu kama 2B 2F. Mradi huu kimsingi umeleta matokeo makubwa sana. Zaidi ya bilioni 78 zimetumika kutekeleza mradi huu na umekamilika na mabomba takribani kilomita 1252 zimelazwa, lakini maeneo yaliyohusika na tuliunganisha wateja wapya zaidi ya 40,000. Kwa hiyo ukiangalia katika maeneo ya Bagamoyo, maeneo ya Mapinga ni maeneo ambayo yalikuwa hayana mtandao kabisa wa maji, lakini mtandao umefika kule. Maeneo ya Mbweni, Bunju, Wazo, Tegeta A, Salasala, Goba, Mabwepande na Mivumoni. Ndugu waandishi wa habari, ni vizuri tunapozungumza haya tukajua kuna maeneo mengine katika jiji la Dar es Salaam yalikuwa bado hayajafikiwa na mtandao wa maji. Ni maeneo mapya yanaendelea, lakini serikali ya awamu ya 6 ya Mama Samia imefikisha maji maeneo haya na watu
wanapata huduma ya maji na kupitia miradi hii.